Kama ungependa kupata pesa mtandaoni, kuna vitu viwili vya kuzingatia. Hivi ndio vitu viwili ambavyo unatakiwa uvijue na uvizingatie kama kweli unataka kutengeneza pesa mtandaoni. Lakini vile vile sio tu mtandaoni, hata nje ya mtandaoni. Hivi ndio vitu viwili ambavyo unatakiwa uvijue ili uweze kutengeneza pesa. Kumbuka kwamba pesa unayohitaji wewe, iwe nyingi kiasi gani, ipo kwenye mifuko ya watu wengine. Tunapata pesa kutoka kwa watu wengine baada ya kubadilishana pesa pamoja na kitu ambacho yule mtu mwingine ana thamani nacho au anahitaji nacho. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa uvijue ili manake uweze kuondokana na hii zana ya mambo ya pesa. Cha kwanza kabisa ni matatizo. Lazima ujue kwamba duniani kila mtu ana matatizo yake binafsi ambayo anatafuta suluhisho. Kwa hiyo sasa unaweza ukaangalia kwamba watu fulani wana matatizo fulani na wewe ufanyeje ili uweze kupata pesa baada ya kuondoa yale matatizo ambayo walionayo. Kwa mfano, sasa hivi watu wengi sana wana matatizo. Kuna matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume, lakini vile vile kuna matatizo ya magonjwa mbalimbali kama maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli na mishipa pamoja na maumivu ya magoti. Hayo yote ni matatizo, lakini vile vile hapa duniani kuna watu wengi sana wa matatizo ya magonjwa mbalimbali kama pressure, kisukari, uti wa mgongo pamoja vile vile na tezi dume kwa wanaume. Hayo yote ni matatizo, lakini pia kwenye hii dunia watu wengi sana wana matatizo ya ugumba. Kuna watu wanaangalia kupata watoto wanashindwa. Pia kuna wanaume ambao hawezi kuzalisha, labda mbegu zao hazijakomaa au mbegu zao sio nyingi sana. Umeona? Au mbegu zao zina asidi nyingi sana. Haya yote ni matatizo. Na hawa watu kiangalia wanatafuta suluhisho ili maanake waweze kuondokana na matatizo yao. Umeona? Kwa sasa maanake ni kwamba hawa watu wana pesa. Wakiona suluhisho wako tayari kununua. Wewe unachokifanya maanake ni kwamba unatafuta suluhisho. Na hili suluhisho maanake lipo katika mfumo wa aina mbili. Inaweza kawa ni bidhaa au ni huduma. Kwa hiyo ukipata huduma au bidhaa ambayo inaondoa haya matatizo ya watu, maanake ni kwamba tayari wewe unaweza ukapata pesa. Unachokifanya maanake nini? Unatafuta bidhaa hii hapa, na ukishapata hii bidhaa ambayo unajua sasa hii ni bidhaa ambayo ndio suluhisho la tatizo fulani la watu wengi sana ambao umegundua wanalo. Maanake unatafuta namna ya kuwafikia hawa watu kwa njia mbalimbali. Unaweza kuwafikia hawa watu kwa njia ya matangazo. Umeona? Kuna matangazo ya Facebook na Instagram ambapo una nafasi ya kufikia watu wengi sana ambao ni watu sahihi, watu wenye changamoto hizo tu peke yake. Unaweza kuwalenga watu wenye matatizo ambayo wewe unataka waone hilo tangazo lako. Kwa hiyo sasa hakuna wasiwasi na kusema kwamba okay, nitapata wapi wateja au tawafikiaje watu wenye tatizo fulani. Inawezekana kupitia matangazo ya Facebook na Instagram. Umeona? Hiyo ni jambo la kwanza, matatizo. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaitwa matamanio. Umeona? Matamanio pia ni kitu ambacho kinaweza kukuingizia pesa kwa sababu hapa duniani pia kila mtu ana matamanio yake. Umeona? Kila mtu ana matamanio yake. Kuna mtu anatamani kuongeza kipato. Umeona? Kuna mtu anatamani kujenga nyumba. Kuna mtu anatamani kununua gari. Kuna mtu vile vile anatamani kuongeza makalio kwa wale wadada. Wanatamani kuongeza makalio au wanatamani kuongeza maziwa. Kuna watu wanatamani ngozi zao ziwe nyororo. Umeona? Kuna watu wanatamani kuondoa changamoto za ngozi ambazo walizonazo. Inaweza kawa ni chunusi, umeona? Inaweza kawa ni weusi kwenye joints au kwenye maunganio ya vidole au kwenye magoti. Umeona? Kuna watu vile wanatamani kuwa na ngozi nyeupe. Umeona? Hayo yote ni matamanio ambayo watu walionayo. Kuna watu wanatamani kupata watoto, kuna watu wanatamani kupata mapacha, kuna watu wanatamani kuolewa, kuna watu wanatamani kuoa. Hayo yote ni matamanio ambayo watu walionayo. Umeona? Na ni watu wengi sana ambao wanakuwa na haya matamanio. Kila mtu ana matamanio yake ambayo alionayo yeye. Na haya matamanio pia mtu yupo tayari maanake kulipa pesa ili maanake apate kutimiza matamanio yake. Umeona? Mambo ni mengi sana. Kwa hiyo wewe unachoangalia maanake ni kwamba unatafuta suluhisho ambalo linatimiza haya matamanio ya watu wengi sana. Baada hapo maanake ni kwamba unatafuta bidhaa ambayo inatimiza haya matamanio. Baada ya kupata hiyo bidhaa ambayo ndio suluhisho, unatafuta namna ya kuwafikia watu wengi kwa ukubwa au kwa pamoja. Kupitia matangazo ya Facebook na Instagram ni rahisi sana, unalenga watu wenye matamanio hayo. Umeona? Baada ya kufanya hivyo maanake wanaona katika tayari umeletea suluhisho.
Ndivyo ilivyo hapa duniani, kwamba kila mtu anatafuta suluhisho ya matatizo, lakini vile vile kila mtu anatamani kupata au kutimiza matamanio alionayo, na wako tayari kulipa pesa. Kila mtu yupo tayari kulipa pesa atakapopata kile kitu ambacho anakihitaji kutimiza kwenye nafsi yake. Kwa hiyo ni hayo tu. Ni rahisi sana. Wewe zingatia haya mambo mawili, matamanio au matatizo, na baada ya hapo tafuta suluhisho la kuweza kuwafikia hawa watu, ili maana yake nini, uwauzie hiyo suluhisho kwa kutimiza matamanio au matatizo walionayo. Nadhani umenielewa. Karibu sana. Mimi naitwa Ezekiel, ni mtaalamu wa kuuza mtandaoni, lakini vile vile nafanya biashara ya mtandaoni ya e-commerce. Karibu sana. Kama na swali unaweza comment hapa, lakini vile unaweza ukashare video hii hapa ili pamoja na watu wengine wapate kujifunza ujumbe huu hapa. Asante sana.